Christina, kwema? Kwema, hivyo kwema, niambie. Kwema tu, hatimaye malengo yameshindwa kutimia. Tuambie pengine ilikuwa ni ngumu kiasi gani kumaliza dakika hizo? Kusema ukweli mechi ilikuwa ngumu sana. Mechi ilikuwa ni ngumu, lakini tuna kila sababu ya kuwapongeza vijana wetu wa Serengeti Boys kwa namna ambavyo wamejitoa. Dakika 90 wamezitendea haki, wamepambana kweli kweli. Wamecheza kitimu na wamecheza tulikuwa tunaona kabisa kwamba nini ambacho wanakitafuta. Lakini siku zote tunasema mpira ni dakika 90. Sisi Tanzania ndo ambao tumecheza mpira mzuri zaidi kuliko Morocco, kuliko Senegal. Lakini mwisho wa siku ndani dakika 90 zamalizika tumekwenda kutolewa kwa mikwaju ya penalti. Na siku zote penalti huwa zinaga mwenyewe. Naweza ukaona katika mechi iliyopita katika hatua ya kufuzu kufika katika hatua ya fainali Tanzania tulivuka kwa mikwaju ya penalti. Lakini leo mikwaju ya penalti imekuwa haiko upande wetu. Kwa hiyo lazima tuseme kwamba pamoja na kwamba hatujaweza kufanikisha ile lengo letu kwa 100%, lakini at least kwa 90% kuna kitu ambacho tumekionyesha. Kufika fainali ni jambo la kwanza. Performance na kila kitu ambacho kimefanyika ni jambo la pili, lakini pia kuja kuchukua kombe linakuwa ni jambo lingine. Kwa hiyo yote kwa yote lazima tumshukuru Mwenyezi Mungu. Mechi imemalizika, narudia tena, Watanzania tuna kila sababu ya kuwapongeza vijana. Hakika wamefanya kazi kubwa. Nafikiri watu huenda wangekuwa hawajafikiria kwamba kama Serengeti Boys wangeweza kufika katika hatua hii ya fainali. Na leo wamefika. Watanzania ambao tumekuja hapa Morocco kuwakilisha Watanzania wengine kwa ajili ya kuwasapoti na kuwaunga mkono vijana wetu, tumeona kazi ambayo wamefanya. Kwa hiyo tusiwape maneno ya kuwavunja moyo, na badala yake tuwape maneno ya kuwatia moyo ili waweze kuwa imara zaidi, kwa sababu mpira huwa unaishi na mpira huwa unazidi kukua siku hadi siku. Leo kama bado mwanao anachezea simu yako, nimekuletea hii K66, K67 pamoja na H37. Hizi tablet ni tablet ambazo zina uwezo wa kukaa na chaji kwa muda mrefu. Pia unaweza kuweka line pamoja na kuconnect internet, ambazo ndani utakuta kuna Netflix, YouTube, Instagram pamoja na Play Store. Hizi tablet pia ni tablet ambazo zina kioo kigumu ambacho sio rahisi kuvunjika, na pia zina battery ambazo zina uwezo wa kutunza chaji kwa muda mrefu. Mtoto wako akishika hii, simu yako iko salama. Tablet aina ya A37 unaipata kwa $160,000 tu, na tablet aina ya K66 unapata kwa bei ya $175,000. Kwa kuwasiliana nasi kwa nambari 0759591123 au kupitia mtandao wetu wa kijamii @tabletzetu_tz. Tunapatikana Tizamori, Dar es Salaam. Kucheza huku akijifunza sio kupoteza muda.